Na sasa tuelekee mkoani Geita, sehemu ambayo kwa sasa kuna taarifa njema kuhusiana na usalama wa bodaboda, wale ambao wanajiita maafisa usafirishaji, ambao mkoa huo baadhi ya waendesha bodaboda wameweka utaratibu ambao utasaidia kupunguza ajali za bodaboda, ambapo kwa sasa mtu anaendesha bodaboda hatakiwi kuanzia na umri wa miaka chini ya 18, huku vile kukiwa na utaratibu wa pikipiki zinazotumia magurudumu matatu maarufu kama bajaji. Tupate habari kamili. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano maalum na viongozi wa bodaboda na bajaji mkoa wa Geita wenye lengo la kutoa maelekezo kwa kundi hilo kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na kulinda amani ya nchi katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, mwenyekiti wa umoja wa waendesha bajaji mkoa wa Geita Musa Kisoke amesema kijana anayetakiwa kuendesha bajaji lazima awe na umri kuanzia miaka 16 na kuendelea. Kuna sheria imebadilishwa, kwa hiyo kijana kuanza kuendesha bajaji au chombo cha moto ni kuanzia miaka 16, si 18 tena. Kwa hawa vijana ambao wana umri mdogo, tumekuja na utaratibu ambao utaratibu huu tutamsajili. Anaposajiliwa kuna fomu ambazo tumeziandaa, anajaza data zake pale kwenye fomu, lakini tutagundua huyu mtu ni wa mwaka gani. Na maana kabla ya kumsajili, anaporudisha ile fomu yake, tutakuwa tumeshajua kwamba huyu amedhaliwa mwaka fulani, kwa hiyo bado hajakidhi vigezo vya kuwa dereva bajaji. Tunachokifanya kwa sasa, vijana wengi wamejificha mle. Kwa hiyo tunategemea kuanzia Januari tutaanza operation zetu. Sisi tuna operation zetu kwa mujibu wa katiba zetu zinavyotuelekeza. Kutokana na kundi la bodaboda na bajaji kuhusishwa na vitendo vya uhalifu na uvunjifu wa amani, uongozi wa kundi hilo umeweka utaratibu wa kuhakikisha kila bodaboda anakuwa na kitambulisho kinachotambulisha kazi yake na egesho lake. Kwanza tumekuja na mwarobaini ili kuweza kutenganisha waendesha bodaboda na ambao sio bodaboda. Tumekuja na utaratibu wa kila bodaboda anaendesha pikipiki ndani ya mkoa wetu lazima awe na kitambulisho. Lakini pia kwa wale watu ambao tayari wanashiriki, aidha kwa sababu ya sikukuu hizi kukodiwa kwenda kubeba vitu aidha vya wizi au kwa namna yoyote, ukweli tutakapokuja kumbaini sisi tutatoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika, lakini moja kwa moja tutakuwa tumemfukuza wanachama. Kwa hiyo tumewapa muda takriban mwezi wa 12 ifikapo tarehe 30, kila mwanachama umoja wa waendesha pikipiki mkoa wa Geita maarufu Maboge lazima awe na kitambulisho kitakachomtambulisha kwamba yeye anatoka kata gani, egesho lipi, wilaya ipi na mkoa upi. Baadhi ya viongozi wa maegesho ya bodaboda mkoa wa Geita wanabainisha mikakati ya wanachama wao kuepukana na ajali zisizo za lazima kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Lakini kupitia maelekezo ambayo tumeyapokea kwenye kundi letu ambalo la madereva bodaboda, maana yake kwamba tutakaa nao, tutawakumbusha, tutawaambia waepukane sana na hao mambo. Tumeyabeba kwa uwanda mpana, tunaenda kuyafanyia kazi na nchi yetu itabaki salama na manispaa yetu itabaki salama. Naamini vijana ni wasikivu ili kuepusha sasa yale ambayo yanaendelea, kwa kuwa kile linalotokea mambo mengi yanakuwa tunahusishwa sisi maafisa usafirishaji. Kwa hiyo inapotokea mtu ameng'ang'aniwa na vyombo vya sheria, basi ajulikane kuwa ni afisa usafirishaji ama sio afisa usafirishaji. Kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Edgar Nduru wa EATV. Shukrani sana kwa kuendelea kufuatilia